Tunaongozwa na maandiko matakatifu siku ya leo katika utaratibu wa kawaida wa kanisa. Somo tulisikia siku ya leo ni kutoka katika Injili ya Marko. Tunasoma sura ya 8 aya ya 14 hadi ya 21. Injili ya Marko sura ya 8 aya ya 14 hadi ya 21. Wakasahau kuchukua mikate, wala chomboni hawana ila mkate mmoja tu. Akawaagiza akasema, angalieni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herodi. Wakabishana wao kwa wao kwa kuwa hawana mikate. Naye Yesu akatambua akawaambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Hamfahamu bado, wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu ni mizito? Mna macho hamuoni? Mna masikio hamsikii? Wala hamkumbuki? Nilipoivunja ile mikate 5 na kuwapa watu 5,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia, 12. Na ile 7 kuwapa wale 4,000, mlichukua makanda mangapi yamejaa vipande? Wakamwambia, 7. Akawaambia, hamjafahamu bado. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa, siku ya leo nina tafakari na kuongelea kuhusu hofu na mashaka katika maisha yetu ya Kikristo. Hofu na mashaka katika maisha yetu ya Kikristo. Na sala yetu ya leo kumwomba Mungu atuondolee hofu na mashaka. Tunaweza kusema kwamba hofu na mashaka ni adui nambari 1 wa maisha ya mwanadamu. Kwa sababu katika hofu mwanadamu anadhoofika mapema kuliko kitu kingine chochote. Na hivyo hofu na mashaka ni jambo ambalo tunapaswa kuliangalia, kwa sababu ni mlango ambao adui anautumia kutudhoofisha zaidi katika imani, na hasa imani kwa Mungu. Imani kwa Mungu. Wengi wetu au watu wengi wameshindwa kufikia malengo yao kwa sababu tu ya kuwa na hofu au kuwa na mashaka. Mara hofu na mashaka inapoingia ndani ya mtu, hukaa kwa muda mrefu, ikiendelea kuleta uharibifu katika nafsi, katika akili, mwili, na maendeleo yako kuathirika. Kila mmoja katika maisha yake anaweza kujua kwamba hofu imetenda mambo gani katika maisha yake, na daima si mambo mema. Tunaambiwa tuwe na hofu na Mungu, lakini hofu tunayozungumzia sio ile hofu ya kimungu, bali ni ile hofu au mashaka ya yule yaletayo na yule mwovu. Hofu ni mjumuiko wa kujali kusiko na sababu yoyote, kuweka fikra zako katika jambo fulani ambalo unaendelea kulifikiria na kusahau kwamba napaswa kuweka akili yangu au nguvu yangu katika mambo mengine. Tunaomba hiyo roho ya mashaka, ya hofu iweze kuondoka. Kwa hiyo huo msisitizo wa jambo moja ambalo unakuwa nalo, ambalo kila saa linazunguka katika akili yako, na mara nyingi ni jambo ambalo linakusumbua au linakupa shida. Jambo hilo linakuletea hofu na mashaka. Kwa hiyo mtu mwenye hofu hushindwa kutumainia au kumtumaini Mungu. Ndio maana unaona Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika maandiko matakatifu amesema mara nyingi akiwatokea wafuasi wake akiwaambia, msiogope, 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 msiogope. Msiwe na mashaka, msiwe na hofu. Sasa tunaongozwa na somo hilo tulisikia katika hiyo Injili ya Marko sura ya 8 aya ya 14 hadi ya 21. Mambo ya kutazama ni haya yafuatayo. Wafuasi wameambiwa waingie katika chombo, waende mahali ambapo Yesu anawapeleka, au anakwenda kufanya utume wake. Wako pamoja na Yesu, lakini wao wanajiuliza mambo yatakayokuja, na hasa kula yao itakuwaje. Ni kama walimsogelea yule ambaye anahusika na kuandaa chakula na kuhakikisha kwamba wanapokwenda huko wawe na uhakika na chakula. Wanakumbuka
kwamba hawakubeba chakula cha kutosha. Tunaambiwa hapa hawana mkate ila mkate mmoja tu ndio walioubeba. Hilo jambo liliingiza mashaka ya kula kwao, mashaka ya kwamba tunapokwenda huku itakuwaje? Wanasahau, na Yesu hapa atawakumbusha, wanasahau kwamba wako na Mungu, wanaangalia tatizo walilo nalo. Na ndiyo hofu inavyotaka kutenda katika maisha yetu. Tusahau kwamba tuko na Mungu. Badala ya kumtazama Mungu, tutazame tatizo. Nasema badala ya kumtazama mtatua matatizo, a problem solver, tunatazama tatizo, a problem. Na hiyo mara nyingi tunapoingia hiyo hofu na mashaka huvuruga akili, mwili na hata ule uwezo wa kutafuta au uwezo hata wa kupigana na adui. Kwa daima adui anapoingia mahali, anachotaka cha kwanza ni kukuvunjia uwezo wa kupambana naye. Na atakuvunjia uwezo upi? Kwa kuingiza hofu na mashaka. Na sasa hofu ya yale mambo yanayokuja, yajayo. Ndio maana katika Injili ya Mathayo sura ya 6 ile ya 25 hadi 34, Bwana wetu anatuambia kwamba msisumbukie kesho. Hofu na mashaka yajayo. Kwa hawa wanajiuliza, tutakula nini ikiwa tumebeba mkate mmoja na sisi tuko hapa 13? Utatutosha kweli? Labda hata walianza kugombana kule ndani, kumwambia huyu, wewe ni kosa lako, umesababisha hiki, kwa nini hamkuandaa vizuri? Kwa nini hamkujipanga? Kwa nini hamkujipanga? Labda hata walimgeukia Yuda, vipi? Kwa nini tuna mkate mmoja? Kwa nini ukuhakikisha kwamba tumenunua chakula cha kutosha, tunasafiri? Kwa hiyo wakasahau kabisa wako na mtengeneza mikate ambaye ni Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wakajitazama wao. Hofu na mashaka inamuondoa Mungu, inakuweka wewe katikati. Kwa Kiingereza tunasema anxiety. Katikati upo wewe peke yako, ukijiona kwamba ni mimi, kwamba hili jambo ninaliweza mwenyewe, nitalifanya mwenyewe. Hapo Mungu hayupo katika picha. Na kama akiondoka, basi mwovu anafurahi kwamba sasa huyu mtu yuko mwenyewe, ninaweza kumshambulia. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba hofu ni adui mkubwa, mashaka ni adui mkubwa. Na hii ni hali ya kugubikwa na uoga mkali wa kihisia unaosababishwa na tishio la hatari, labda kama unaingia katika hatari, maumivu, inaweza kuwa ni ugonjwa. Ni hali ya mashaka inayopitiliza. Hatusemi tusiwe na hofu, lakini yale inayopitiliza kabisa inakufanya unakuwa paralyzed. Wakati mwingine mtu anaingia katika hofu, hawezi tena kufanya chochote, akili haifanyi kazi. Unajua kabisa hapa mwovu ameingia. Waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya kwanza ya 7, anasema Bwana hakutupa roho ya hofu au ya uoga, lakini Mungu ametupa roho ya nguvu, roho ya ujasiri, roho ya kujishinda. Kwa hiyo palipo na hofu kuna kupungukiwa imani. Chanzo cha hofu ni kupungukiwa imani. Hali ya kuwa na imani haba hutoa picha ya hofu, kwamba hili jambo litawezekana, nitaweza kweli. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza usielewe mwenyewe. Mtu mwenye hofu daima huona kushindwa. Mwenye hofu hushindwa hata kabla hajaanza. Kwa mfano, tunaposali muda na wakati kama huu, kuna jambo ambalo unamuomba Mwenyezi Mungu, lakini unamuomba katika hali ya hofu. Una matumaini kabisa. Mwenye hofu ni kama mtu ambaye ana mashaka, hana matumaini. Kwa hiyo badala ya kusikiliza, kuna mwingine anafikiria jambo lake. Anafikiria labda leo Mungu atanisikiliza jambo hili. Anakuwa na hofu, anaangalia lile tu, haoni picha kubwa. Kadiri tunavyotafakari hapo, utaona Yesu anataka watoke kwenye tatizo lao, watazame mambo mengine, ukubwa mwingine. Injili ya Mathayo sura ya 6 ile ya 25, Yesu anamwambia tazameni majani ya kondeni jinsi yalivyo, tazameni ndege. Ukijitazama wewe na tatizo lako, utaliona lile tatizo kubwa. Ni sasa mtu aliye mgonjwa, unasema sawa, ugonjwa wangu. Lakini unapo labda kwenda kutazama wagonjwa,
unagundua kwamba kumbe tatizo langu si kubwa hivyo. Kumbe nina hofu kubwa katika hili, lakini na mara nyingi 99% yale mambo tunayokuwa na hofu nayo hayatokei. Lakini unajiuliza, hivi kwa nini sikumtumainia Mungu? Kwa nini niliingiwa na hofu nikapata matatizo, tukaingia katika msongo wa mawazo, wakati mwingine pressure, tukapata magonjwa ya mwili. Ile kipindi cha corona mwaka 2019 na 20 tunaambiwa watu wengi waliathirika sana kwa sababu ya hofu na mashaka. Hofu na mashaka. Wengine walikufa kabisa kwa sababu ya hofu na mashaka. Yesu anawaambia, angalieni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode. Chachu hapa ni kama Yesu anasema, anawaambia kwamba tazameni vitu vingine, msiangalie hicho. Kibaya ni nini? Sitaki mwingie kwenye mahali mkashawishika na Mafarisayo. Mafarisayo wanawakilisha watu wa kiroho, na Herode, chachu ya Herode ni influence au ushawishi wa mambo ya kidunia. Sasa naambia haya msipoangalia inaweza kuathiri zaidi kuliko unachofikiria mikate. Chachu ya Herode, influence ya malimwengu, inaweza kukutoa kabisa kwenye maisha ya Mungu, yakakupeleka mbali. Watu wanakuzunguka, marafiki ulionao, wakakutoa mbali kabisa na Mungu. Hayo ndio mambo ya kutazama. Lakini nyie sasa hivi mnafikiria mtakula nini? Yesu baada ya kusema hayo, tunaambiwa wakabishana wao kwa wao kwa kuwa hawana mikate. Bado wanaendelea kusisitiza mikate. Kwa nini? Na Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Kwako mpendwa, inaweza isiwe mkate, isiwe chakula. Inaweza kuwa ni ombi unalompelekea Mungu ambalo linakupa hofu, linakupa mashaka. Yesu anakukumbusha na kukwambia muda na wakati kama huu, mwanangu, mbona una mashaka kuhusu jambo hilo? Huniamini? Na Yesu anamwambia, hamfahamu bado wala hamjaelewa. Hawafahamu yeye ni nani, wako na nani, na wala hajaelewa. Na hivyo anamwambia, mna macho hamuoni, mna masikio hamsikii. Katika jambo ambalo tunamwomba Mungu ni hili ambalo Yesu ametuambia kwamba niwe na macho ya kuona katika hofu na mashaka, niwe na jicho la kuona zaidi ya hofu zangu na mashaka yangu. Nasema wala mkumbuki, lakini vile vile niwe na uelewa, akili ya kukumbuka. Ni Mungu huyu huyu anayetaka nivuke katika hatua hii niende katika hatua nyingine. Kumbuka makuu ya Mungu aliyoyatenda. Hapo nasema yakumbukeni maajabu ya Mungu. Yakumbukeni maajabu ya Mungu. Anawarudisha nyuma kwa sababu konsani yao ilikuwa mikate. Anawaambia, angalieni, nilishawahi kufanya jambo hili mbele ya macho yenu. Anasema, nilipoivunja ile mikate 5 na kuwapa watu wale 5,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Ni kama unaweza kumbukeni niliyoyatenda, ambapo hamkuwa na kitu. Hamkuwa na kitu. Kumbukeni. Nilikuwa na visamaki vichache, watu walikuwa wengi, lakini nilifanya huo muujiza. Na zaidi mkapata na masazo kabisa. Hili sasa, je, siwezi kufanya kama nilishafanya? Siwezi kufanya kama nilishatenda jambo hilo ambalo mna mashaka nalo? Mungu anakuambia kuhusu hiyo familia yako, kazi yako, uchumi wako. Anakuambia, mwanangu, mpaka sasa unaishi, kuna makuu mengi Mungu amekutendea. Kumbuka basi niliyokutendea. Je, na hili siwezi kukutendea? Kwa nini basi uingiwe na hofu? Labda hawakuelewa muujiza wako. Anawakumbusha tena jambo la pili, anawaambia, na ile mikate 7 tuliwalisha watu 4,000. Je, mlichukua mabaki kiasi gani? Na yenyewe tu kama mazezeta. Wakajibu 7. Alafu neno linamalizika sema, akawaambia, hamjafahamu bado. Hamjafahamu bado. Hamjafahamu bado. Hamjafahamu bado. Mpendwa, wenda mimi sijafahamu bado, wenda wewe hujafahamu bado. Na ndio Yesu ananikumbusha na kukumbusha, mwanangu, hofu na mashaka, hali anayoingiza mwovu ndani mwetu, hutufanya tusahau matendo makuu ya Mungu. Na ndio maana kuna wakati mwingine lazima useme, uziambie hofu zako, huyu Mungu alinivusha. Kama alinivusha katika lile, na hili vile vile atanivusha. Kama alinifariji katika lile, na hili pia atanifariji. Ninamtumainia, ninamwamini. Nasema, shetani akikukumbusha yaliyopita,
Labda wakati mwingine tuna hofu na mashaka kwa sababu tayari tuna mazoea labda ya kuanguka au ya kufeli katika jambo fulani. Hebu mkumbushe about kuhusu kesho yake. Kwangu kumwambia kwamba yajayo yanafurahisha, ila kwako mwovu unayenipa hii roho ya mashaka, kwako yajayo yanasikitisha, kwa sababu mwisho wake ni mbaya zaidi kuliko kwa sasa. Hilo linaondoa kabisa ile hali ya mashaka. Nimesema hofu na mashaka ni adui nambari moja, ningesema wa maisha ya kiroho, adui nambari moja wa imani. Adui, tunaweza tukapita katika mapito makubwa kiasi gani, tusiingize hofu na mashaka. Mtakatifu Padre Pio, mtakatifu msimamizi na mwombezi wa mapadri Yohane Maria Vianney, mwovu alimsumbua kwa sababu ya karama yake na huruma yake, hasa ile huruma yake ya kuungamisha watu ambao watu wengi walikuja kuungama. Lakini usiku mara nyingi mwovu alimsumbua. Wakati mwingine alikuta kitanda labda amechoma godoro moto, wakati mwingine vitu vinaanguka huko chumbani na nini. Lakini tunaambiwa katika fujo zote zilizo natokea, huyu padri mtakatifu hakuingiza hofu wala mashaka. Zaidi alimuita mwovu, wewe panya, unahangaika bure. Ni sawa sawa unaniambia nini kinaenda kutokea kesho. Maana anasema alipopata usumbufu wa namna hiyo, kesho yake alikuja mtu labda akuungama muda mrefu, labda miaka 15, miaka 30. Kwa hiyo mwovu hakutaka hata apate usingizi ili kesho asifanye kazi ya utume wake. Na hiyo ikamuondolea hofu, ikamfanya kutambua kwamba hii vile vile wakati mwingine mwovu anaponiingizia ili niwe na hofu na mashaka, ni ili nisifanye kile Mungu alichokusudia. Kwa hiyo wakati mwingine unapoona mambo yanayokutia hofu, tambua kwamba neema iko karibu. Neema iko karibu. Kuna jambo ambalo Mungu anataka ulipate. Lakini basi usifocus au usiweke nguvu zako zote katika hofu zako au katika mashaka yako. Kwa sababu hofu ina matokeo mabaya. Tunaweza kusema matokeo ya mwili na roho. Lakini matokeo ya mwili tunasema hofu huleta magonjwa. Ndio maana tunasema kwamba kama vilivyo imani unakuwa na hakika na yale mambo ambayo unayatarajia kwa Mungu, vile vile hofu inakileta kile ambacho una hofu nacho. Daima ulicho na hofu nacho ndicho kitakachokutokea, ndicho kitakachokupata. Na wengine tunafikiri labda ni karama. Unasema nilikuwa na mashaka na basi kumbe hofu zako iliziondoa imani na ukamwalika mwovu na ukakipata kile ulichokuwa na hofu nacho. Kwa mfano mwenye hofu akiwa na hofu labda ya ugonjwa fulani katika mwili wake, anaishia kukiri ugonjwa huo na hatimaye anaupata ule ugonjwa. Tunasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 23 aya 7 inasema, Mithali sura ya 23 aya ya 7 inasema hivi: maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Nikiona nafsini mwangu kwamba jambo hili litanipata, na kweli litakuwa hivyo. Nikiona nafsini mwangu kwamba jambo hili nitalishinda, ni kweli nitalishinda. Mwenye hofu mara nyingi ana panic. Msemo mtaani unasema unaingiza upepo. Una panic. Na wakati mwingine hiyo mihemko inakuletea wakati mwingine kuchukua hatua zisizofaa. Kwa mfano, unaweza kukuta watu wako kwenye labda ni gari au nini, inatokea mtikisiko kidogo, labda kama gari linataka kuanguka, lakini wale ambao wana hofu unakuta tayari wamesharuka kwenye gari, ametoka nje, amevunjika mguu, na labda hata haikuwa ni ajali hivyo kubwa, lakini tayari kwa sababu zile hofu ikamfanya mtu apanic, achukue maamuzi yasiyofaa. Wengine ndoto zenu, maisha yenu yameharibika kwa sababu ya hofu, mambo yaliyokuwa na mashaka. Hofu inakutaka utoe hata mbinu au siri ambazo Mungu anataka zibaki ndani mwako, maono yabaki ndani mwako, lakini unakuwa na mashaka nayo, na hofu inapoingia inakufanya sasa yatoke. Unampa adui njia ya kukushinda.
tunaweza tukawa na mambo yanayotupa mashaka na wasiwasi kama wazazi, katika familia, katika kazi, mambo yatakuwaje? Lakini kama ambavyo maandiko yanasema haja zetu zijulikane na Mungu, hofu zetu zijulikane na Mungu, mwambie Mungu, haya ndio mambo yanayonipa mashaka, haya ndio mambo yanayonipa hofu, lakini yote nayaweka kwako. Naweka katika tumaini langu kwako. Unaona, Bwana Yesu anawakumbusha wafuasi wake. Kuna mambo mengi nataka kuambia, lakini kama mkiendelea kufikiria tu hii mikate na mko na mimi ambaye na uhakika mtapata chakula chenu, mtayakosa mengi. Ndio maana mara baada ya kusali, mara baada ya kumpelekea Mungu ombi letu, twende tukawajibike, twende tukafanye kile ambacho tunapaswa kufanya, pasipo tena kuwa na mashaka, nikijua kwamba jambo hili nimeliweka mikononi mwa Mungu. Ninaliweka mikononi mwa Mungu. Mpendwa, wengi wetu tumepita katika shule, tumesoma, na mara nyingi wakati wa mitihani kawaida mwanafunzi kuwa na mashaka na hofu katika mitihani. Lakini unajua kabisa unapokuwa na hofu kubwa katika mtihani huo unaofanya, ndivyo ambavyo unapunguza uwezo wa akili yako wa kuconcentrate na kufanya vizuri. Na mara nyingi unajikuta somo lile ambalo ulikuwa na hofu nalo na mashaka nalo, unaogopa kabisa. Hata ile swali ambalo ni rahisi kabisa unalishindwa kwa sababu ya hofu na mashaka. Sasa wapendwa, itoshe leo kusema kwamba tumwombe Mungu atusaidie. Tutambue kwamba ni Mungu anayekupenda, hajakuweka hapa duniani kwa bahati mbaya. Hata ukipita katika mashaka, mateso, bado anayo makusudi, kwa sababu ni Mungu anayeweza kutumia hata yale ambayo yanaonekana ni mabaya kuyafanya yakawa mazuri kabisa. Tukio baya kabisa tunaloliona ni la Yesu msalabani, lakini kutokana na hilo ambalo linaonekana baya, jambo jema likatokea, jambo la ukombozi wangu, ukombozi wako. Alafu vile vile tutambue kwamba ikiwa Mungu anakupenda hivyo, ikiwa amekupenda hivyo na anaendelea kukupenda hata katika maumivu na mateso na hicho ambacho unamuomba, bado upendo wake ni wa milele, haubadiliki kamwe. Nimesema hofu inakimbiza imani, havikai pamoja. Na hata wakati mwingine sala zetu tunasali sio kwa sababu tuna imani, lakini tunasali out of fear. Tunasali tukiwa na hofu na mashaka. Msukumo wangu wa sala ni sala ambayo ninaisali kwa Mungu ambaye najua ni baba yangu anayenipenda. Nasema ikiwa ninasali kwa sababu ninamwogopa Mungu tu, sala hiyo haina maana. Ikiwa ninasali kwa sababu tunaogopa kwenda motoni, Mungu akupe uende motoni basi, kwa sababu sala hiyo haina maana. Lakini ikiwa ninasukumwa kwa sababu ya upendo wa Mungu, nasukumwa kwa sababu nampenda Mwenyezi Mungu, naenda mbele ya Mungu kwa sababu nampenda Mungu, basi hiyo ni sala ya mtu mwenye imani na Mungu akupatie unachomwomba. Sala zetu nyingi zimesukumwa na hofu na mashaka. Ndio maana ni wepesi kabisa kufika mahali kukata tamaa. Ni wepesi kufika mahali kuona kwamba Mungu hakujibu. Lakini kumbe Mungu tayari ameshakujibu. Lakini kwa sababu ulimwomba kuhusu uponyaji wa mguu, na Mungu anayeona kila kitu na anachojua unachotamani, anatazama kumbe una shida ya moyo, ameshakuponya moyo siku nyingi, lakini unaangalia pale pale kila siku mguu ule ule. Ni mitume wanaoangalia mikate, anataka kuambia tazameni kwingine. Tazameni kwingine. Sala tunayosali ya novena inasema, hii sala tunayosali mwishoni inasema hivi: anasema, mama mpendwa, unataka niyakubali mapenzi ya Mungu katika ombi langu. Iwapo kama ni mapenzi ya Mungu nisipate ombi langu kama ninavyoliomba, naomba neema ya kuyakubali mapenzi ya Mungu kwangu na kupokea kile ambacho ni thamani kubwa kwa roho yangu. Thamani kubwa kwa roho yangu. Kumbe kuna wakati tunaweza kupewa ambacho kingine kina thamani kubwa kwa roho zetu, lakini sisi tunamwambia Mungu hiki, yeye anatambua, mwanangu, nakupa hiki. Ni sawa na mtu ambaye unamwomba Mungu akupe gari, lakini Mungu anajua bado
haujajifunza udereva vizuri. Wakati anakupeleka shule ya udereva, wewe unahangaika kumwambia Mungu nataka gari. Anajua nikikupa gari hauwezi kuendesha, haina maana. Nataka uende kwanza shule. Hivyo tunapomwomba, tumuombe Mungu atuondolee hofu na mashaka. Na wakati mwingine niwe mwepesi wa kutambua, na vitu vyovyote vile ambavyo vinanipa hofu na mashaka, niwe mwepesi wa kukemea. Kukemea hofu na mashaka. Hiyo imewapeleka mbali watu, mbali na imani ya kanisa. Tukaenda kuhangaika, tukatafuta madhehebu, tukatafuta wachungaji, tukatafuta dawa. Ni mtu ambaye mwenye hofu anatapatapa, hatulii sehemu moja, hatulii sehemu moja. Hata wakati mwingine tunatapatapa, hata wakati mwingine tumesikia labda hapa tuko katika utaratibu wetu wa kusali rozari, bado wengine ni sehemu ya kutapatapa tu, wanapita, hawajatulia. Anakuja siku mbili, siku moja, akiona labda leo neno hili halijanigusa au pale hajataja jina langu au ombi langu, anapita. Ni mtu anayetapatapa, ni hofu, ni mashaka. Na wakati mwingine unaona tunapoenda kwenye sala zetu tunatapatapa kwa sababu unakuta ni watu ambao mbele ya Yesu Ekaristi tunakaa naye, ni Mungu wetu, tuko naye, hatumpi hata nafasi ya kuzungumza, hata ya kutuambia kitu cha rohoni, hata ukimya wa dakika 5 tu kuongea naye. Si ajabu kuona katika kuabudu mbele ya Yesu Ekaristi, kama ambavyo unaona katika background hiyo, uko mbele ya Mungu. Unakuta mtu anazo novena 9 au vitabu vya sala, ameshika, anaanza hii, amefunua hapa, anasoma sala fulani. Lakini Yesu anasema, mwanangu, mbona ni kama unahangaika na mikate? Tulia, ujue kwamba mimi ni Mungu, tuongee. Tena ni wakati wa kuweka vingine vyote pembeni na kuzungumza na Mungu. Wapendwa, itoshe kusema basi kwamba yeye anayetaka kukaa ndani mwetu atuondolee roho hiyo na hali hiyo mbaya ambayo mwovu anaitumia kudhoofisha imani. Jambo lako likiwa kubwa kiasi gani, hata kama linaonekana kubwa, haliwezekani, Mungu anaweza, Yesu anaweza. We have a big God ambaye tatizo lake, tatizo letu kwake ni kitu kidogo sana, lakini anachotaka zaidi ni moyo wetu, ni moyo wetu. Na paka moyo wangu unapokuwa sawa naye, ndipo kwa hiyo wakati mwingine tunacheleweshwa, kwa sababu nacheleweshwa maombi yangu, nacheleweshwa majibu yangu, sio kwa sababu Mungu hataki kunijibu. Wakati mwingine anapambana kwanza kutengeneza mioyo yetu ili tuweze kupokea zawadi yake na kutambua neno hilo ambalo amemalizia hapo kutuambia hamjafahamu bado. Mungu atufahamishe, Mungu akufahamishe. Tumsifu Yesu Kristo.